Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imesema wapo tayari kuingia katika mazungumzo mengine na Marekani, lakini hawatokubali ubabe wa Marekani katika mazungumzo hayo. Iran imesema kwamba imekataa mapendekezo iliyoyaita yasiyokuwa na mantiki, mapendekezo ya kibabe yaliyopendekezwa na Marekani katika mazungumzo yajayo kati yao na Marekani. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Kigeni wa nchi hiyo Ismail Baqei amesisitiza kuwa Iran imekataa mapendekezo iliyoyaita yasiyokuwa na mantiki yaliyowasilishwa na Marekani katika mazungumzo yaliyofanyika Islamabad, akionya kuwa Tehran haitowahi kukubali mazungumzo yanayoendeshwa kwa mfumo wa ubabe na kulazimishwa kama sehemu ya masharti ambayo wa Marekani wanayataka. Hatuwezi kulazimishwa wakati huu. Tunaenda kwenye mazungumzo, lakini uwezekano wa kupatikana kwa makubaliano utakuwa ni mdogo kwa sababu Marekani wamekuwa ni watu wa kulazimisha. Hatuwezi kuwa watu wa kulazimishwa. Akizungumza na waandishi wa habari katika mkutano wa kila wiki, Baqei amesema kuwa ubadilishanaji wa taarifa kupitia upatanishi wa Pakistan umeendelea tangu Jumapili iliyopita na kwamba misimamo ya Iran iko wazi na tayari imewasilishwa. Ametangaza pia kuwa Iran na kupitia ujumbe wa maafisa kutoka Pakistan umefika Tehran ili kujadili kwa kina mitazamo ya pande zote mbili, yaani Iran na Marekani, kama mwendelezo wa mazungumzo ya Islamabad. Msemaji huyo alisisitiza kuwa kwa sasa Pakistan ndio nchi pekee inayofanya upatanishi katika kubadilishana taarifa kati ya Iran na Marekani. Akizungumza mazungumzo ya hivi karibuni kati ya Iran na Marekani mjini Islamabad yatakayoenda kufanyika pengine weekend hii, Baqei amesema safari hii lengo lilikuwa kusitishwa kabisa kwa vita na kupatikana kwa haki za Iran, ikiwa ni pamoja na kuondolewa kwa vikwazo na fidia kwa hasara zilizosababishwa na vita vilivyolazimishwa na Marekani na utawala wa Kizayuni. Baqei amesisitiza kuwa Iran haitaingia kwenye mazungumzo kwa lengo la kukubali masharti ya Marekani, akiongeza kuwa kipimo kikuu kinachoongoza timu ya mazungumzo ni maslahi na haki za taifa la Iran. Amefafanua kuwa iwapo mazungumzo yatategemea upande mmoja kulazimisha masharti yake kwa upande mwingine, basi hilo si mazungumzo bali ni kulazimishwa kwa kuamrishwa, jambo ambalo Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haitokubaliana nalo kamwe. Akijibu madai ya makamu wa rais wa Marekani kwamba mapendekezo rahisi na ya jumla yaliwasilishwa kwa Iran katika mazungumzo ya Islamabad, Baqei amesema Iran iliwasilisha mpango wake wa vipengele 10 kama jibu kwa mpango wa Marekani uliodaiwa kuwa na vipengele 15. Aliongeza kuwa katika mpango huo Iran ilielezea wazi misimamo yake kuhusu masuala yote ya mazungumzo, ikiwemo suala la nyuklia, kuondolewa kwa vikwazo, fidia ya hasara na kusitishwa kwa vita. Alipoulizwa kuhusu pendekezo la Russia la kuhamisha urani iliyorutubishwa ya Iran kwenda Moscow, Baqei amesema kuwa katika makubaliano yoyote ya nyuklia kuna chaguo mbalimbali zinazoweza kuzingatiwa. Hata hivyo, bado haikuelezwa wazi ikiwa Iran ipo tayari kwa taifa la Urusi ambalo pia ni moja kati ya washirika wake kuhakikisha uranium yake iliyorutubishwa inaelekezwa nchini humo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa sasa. Ni kile ambacho wa Iran wanakieleza kwa uwazi kwamba hawapo tayari kulazimishwa katika mazungumzo yajayo na kile ambacho Marekani inataka, na hivyo wao watatoa mapendekezo yao na watasimamia misimamo yao, jambo ambalo wachambuzi wa mambo wanaliona kwamba litasababisha vita kubwa katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kama ambavyo wa Marekani wamesema na kama ambavyo wa Iran wenyewe wamesema kwamba wamejipanga kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Marekani na Israel. Na hivyo hii inasababisha mvutano kuzidi kuwa mkubwa zaidi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.